Yes, bana, mambo vipi? Kama kawa, karibu sana kwenye Recap Bongo Plus TV and 96 link. Mimi naitwa Riziki bwana, na mbele yako yupo V Galaxy. Tuta preview baadhi ya ngoma ambazo zimetoka jana. Siku ya jana imekuwa ni official song ya kwake Alikiba pamoja na Mbosso Kane. Hii ni ngoma ambayo watu wengi walikuwa wanaisubiria kwa hamu sana, kwa sababu ni ngoma ambayo ilikuwa inasubiriwa, namna ambavyo vionjo vitakavyokuja, lakini pia talaza ya muziki wa Bongo Flava. I think Victor itakuwa umeitazama ile ngoma, na kama umeitazama leo time yako hiyo utatuambia ni ngoma ya namna gani na ni kitu gani ambacho umekigundua kwenye ile ngoma, kwa sababu ile ngoma imebeba Bongo Flava pia pale. Leo umekutana King pamoja na Mbosso Kane, mtaalamu wa mashairi. Unaweza kutuambia kwa uchache ni ngoma namna gani na umeipokeaje, na madhaifu yake umeonea wapi kulingana na watu au wachambuzi ambao wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii? Kwanza ni mweke sawa anayenitazama sasa hivi. Of course mimi sio mchambuzi jamani. Ninatoa tu maoni yangu yale ambayo nimeyaona kwenye wimbo kama mdau wa sanaa hapa nchini Tanzania. Unajua tumekuwa tukifanya kuongea na wasanii kwa muda mrefu, kwa hiyo hata hii tunachokifanya hapa tumeweza kukifanya way back huko, kuzungumzia tracks ama nyimbo za wasanii ambazo zinatoka. Of course mimi mara ya kwanza nashuhudia Mbosso na Alikiba wako studio, ilikuwa I think kama sikosei ilikuwa ni mwaka jana. Niliwaona wao wawili wako studio, nilivutiwa sana kwa sababu kwanza ni wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwenye uandishi kama ulivyozungumza, na pia ni wasanii ambao kwenye melodies ni wakali sana hasa inapokuwa swala la kuimba vocal nazungumzia. Sasa I don't think kama sijakosea, na kama sio mwaka jana ni mwaka huu, nilivyoiona ile, kusema kweli mimi nilikuwa na hamu sana kuja kusikia nini ambacho watakideliver, kwa sababu uimbaji wao hautofautiani sana kusema kweli. Inawezekana wakana tofautiana kwa maana ya wanavyo sound, lakini formula yao yani kama inafanana fulani kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo nilikuwa na hamu kubwa sana kusikiza nini ambacho watakachokitoa. Final jana ndio hivyo imetoka nyimbo yao, kwa maana nyimbo ya Alikiba kimshirikisha Mbosso, Buju. Of course ni nyimbo nzuri, nyimbo nzuri ukiangalia kama kawaida hawajatu disappoint, kwa sababu nimesikiza verse ya Alikiba, ameua. Of course Alikiba ni ngumu sana kumfunika kwenye wimbo, lakini so far kwenye hii ngoma nikasema wote ni kama hapo katikati. Yani bwana Kirugi kusema kweli kwenye swala la kuimba, yule baba atengwe. Yule baba atengwe sababu ile verse yake ile alivyokuja kudondoka nayo. Unajua bahati mbaya sana msanii unapokuwa unaweka kwenye verse inayofuata, kuna namna tena unapokuja kuimba, kwanza shabiki anakuwa na hamu na kusikiliza nini anachokideliver, na pili anakuwa na excited, yani ile kwamba nimeshamsikiza sana wewe mwingine, wewe anakuja imbe kitu gani. Kwa hiyo na unatakavyoingia, yani noma ndio kila ambacho nimekiona kwenye finali kati ya Bie na Alikiba. So far mimi ukiniuliza Buju ni ngoma na aina gani, ni ngoma nzuri of course ya kusikiza, hasa kwa wapenzi wa mziki wa mwambao wanaita kompa, mziki fulani hivi kompa wa mashairi ya kimapenzi nini zimetumika huko, si ndio? Sasa mimi nataka pia nikuulize, kwa sababu hata ile watu wanalizungumzia sana, sitajua maoni yako ni yapi na umeangalia kwa jicho gani hii ngoma ya Buju ya Alikiba na Mbosso. Kuna watu mbalimbali wanalinganisha ngoma ya Alikiba na Mbosso kwamba ni ngoma ambazo kama wanazifanyia wanazirudia, ukiwa unamaanisha kwamba hii ngoma ya Alikiba Buju inafananishwa na melody ambayo imeimba na ngoma ya Wozo inaitwa Gere, lakini pia verse ya Mbosso inafananishwa pia na verse ambayo kaimba Mbosso inaitwa Viola. Na kwa mujibu wa wachambuzi wa mtandaoni, kwa namna ambavyo ukizichukua ngoma mbili ukizilinganisha, kabisa unaona melody ziko the same, yani zinaelekea sawa sana, yani ziko sawa. Unahisi labda ni sahihi, labda wasanii ambao hawajawahi kutoa ngoma alafu ngoma yao tayari ishatoka project, alafu mnachukua vipande vya nyuma au kulinganisha ngoma ambazo tayari ulishia kuzifanya, hiyo kwako unaitafsiri nini? Ni kukosa idea mpya au ladha mpya ya melody, au ndo kukopi na kupaste kama watu ambao wanazifananisha? Sijajua kama hujazisikiliza, basi ukitoka hapa ukazisikiliza hizo ngoma ambazo nimekutajia, same melody, beat, kila kitu iko hivyo. Mimi nataka maoni yako kwenye hilo, ni kupotosha au inakuwaje kwa namna moja ama nyingine? Kwanza kuna kitu kimoja ambacho na watu wanabidi wakifahamu. Unajua msanii
kubadilika katika wimbo mpya ni kitu cha kawaida, kwa sababu inawezekana nyimbo iliyopita ilikuwa inahusu labda kilimo, inayofuata ikahusu kuhusu elimu labda ya masuala ya afya. Sio, umeelewa? Nakuelewa. Huo ni uandishi tofauti na mashairi zakawa tofauti, lakini mtu anayeimba ni huyu, ni mmoja, sauti yake iko vile vile. Yaani Rizzy leo kisa hatuwezi kusema kwamba sio sauti ya Rizzy kama eti leo mmoja labda Mbosso kesho kama Diamond. Unavyo pronounce maneno yako itabaki kuwa vile vile. Umeelewa? Na ndio maana hata umelala. Mbona kama juzi alitoa nyimbo nani? Nimeanzia mbali mtu anielewe vizuri. Okay. Juzi alitoa nani huyu? Comedian huyu. Shafi, yes. Shafi aliimba. Yaani hata alikuwa bado hajaposti kama Rayvanny amemsaidia na nini, baadaye kuja wakaiona ile, lakini nilikuwa nakuonesha huyu jamaa mwenyewe nilivyosikia first time nikakwambia jamaa bwana ana sound kama Rayvanny. Si umeelewa? Shairi. Kwa nini ana sound kama Rayvanny? Si umeelewa? Yeah. Tuseme Rayvanny ana kwa sababu sound ile, kusema mtu ana sound kama fulani ni identity tayari ameshatengeneza. Yaani ukisikia tu kwamba yule ni fulani. Si umeelewa? Kwa hiyo sauti kufanana na wimbo mwingine uliopita kwa msanii ambaye ni yule sio tatizo. Si umeelewa? Issue sasa unaimba vitu gani kwenye nyimbo nyingine. Ndio ambacho alichokifanya Alikiba na Mbosso. Si umeelewa? Okay. Na ukiangalia pia nimemsikiza asubuhi, ishara sana kwa my brother Haja. Alikuwa anaongea na producer hizi ngoma, Stukizi, akamuuliza ile kwamba alimuuliza kwamba bwana inakuaje, mbona yeye inaonekana kama kuna mfananio fulani hivi. Alichokijibu ni kitu kizuri sana. Akasema kwamba ile ni sound yake. Si umeelewa? Yes. Ni sound ambayo imekuja. Okay. Inawezekana kuna tofauti fulani unakuepo, lakini hauwezi ukawa mkubwa sana. Ni kwa sababu ya aina fulani ya sound. Aliita, nataka nimsaidie mtazamaji hapa, ili na yeye akafanyaje aelewe kila alikuwa anakizungumza Stukizi. Alisema hivi, hii ameita ni anaita nini? Afro Mwambao. Yaani ni unamaanisha ndo sound ambayo imetumika kwenye hizi. Yes, hizi ngoma Gere umezungumzia ngoma gani nyingine ile? Over pia, Viola pia. Hizo na hii ambayo Buju imetoka. Anaziita Afro Mwambao. Ni sound ambayo kama inakuwa inafanana. Ni kama kompa. Ukisikiza nyimbo za kompa, inawezekana beat ikawa ni tofauti, lakini namna mtu anayekuja kuimba pale inakuwa ni tofauti. Lakini anapokuwa ni msanii mmoja, sound inakuwa kama inafanania kwa mbali, lakini kuna utofauti. Sio, unaelewa? Mfano wa mapiano pia. Zisikiza mapiano ukizisikiliza. Yaani ukiona hizi mambo kama zinafanana fulani hivi. Lakini sound inakuwa tofauti. Lakini kuna namna ambavyo msanii akiimba mwingine na tofautiana. Sio, unaelewa? Kwa hiyo ndo maana inakuepo ile. Na ndo maana watu wanasikia mapiano bwana hata mimi naimba bwana. Yaani mradi tu vibe liwepo, vinanda vile vingi, ngoma za kutosha. Sijui unaelewa? Hii walipita nao kina Lukamba hii. Walifanya nao vizuri sana. Kwa hiyo hata huu muziki wa Afro Mwambao ambao Stukiza amekuja nao anaoita yeye vile, sioni kama ni tatizo kama kuna hiyo mfananio unaotokea. Kwa mfano watu wanaofuatilia muziki wa nje kule, kuna producer mmoja anaitwa Master Beat, kitu kama hicho. Yes. Ukimsikiliza jamaa kuna kipindi ya miaka 2016 pale 15 ndio mpaka ngapi hapa katikati ile miaka, jamaa alikuwa hot sana. Yaani ulikokisikia beat yake, yaani lazima tujue yule jamaa ni fulani. Huyo itakuwa ni producer. Yaani lazima lazima tutajua hii beat la fulani. Au Dr. Dream sikiza beat zake anapozinanilia, umeelewa? Yaani producer lazima uwe na nani yako. Yaani kama ukisikia kitu huyu ni amba huyu bana ni Stukizi, huyu bana ni fulani huyu. Kwa sasa swala la kubadilika namna ya kuimba nyinyi sasa wasanii wenyewe sasa wasanii mtakavyo switch. Tulia au tucheke. Tulia au tucheke. Tulia style ile au tucheke. Yes, you understand? Kwa hiyo ndio hivyo, lakini so far of course pia wajitahidi pia kubadilisha, of course kama kila anachokizungumza watu, lakini sio kama ndio kitu kibaya kama vile ambavyo watu wanachokizungumza. Kwa hiyo ni mashabiki tu wameshindwa kuelewa kwamba kuna mfumo mpya au kuna sound mpya, jina la sound ambayo lipo ambayo inaitwa Afro Mwambao. Yes. Ndio kila ambacho ametuambia Stukizi kupitia haja alichokizungumza. Basi la mwisho la kumalizia tunafahamu kwamba Mbosso imekuwa ni msanii pekee ambaye ametoka WCB na amefanikisha pia kufanya ngoma na wasanii wote wakubwa, nikiwa na maanisha Alikiba kafanya naye ngoma ambao ndio hii hapa Buju, brand new. Harmonize kafanya naye ngoma juzi, siku 2-3 zilizopita, miezi kadhaa hivi leo. Lakini pia hata
Diamond mwenyewe kafanya naye ngoma inaitwa Baikoko. Akiwa anamaanisha hapo ngoma single sasa, collaboration watu wawili. Au so bana. Rayvanny kafanya naye ngoma Mi Amor au so bana. Kwa ni mshikaji ambaye ametoka amefanya ngoma na A-list ya wasanii wote wakubwa ambao tunawasikiliza kwenye mainstream. Wewe kwa sasa hivi unamuona Mbosso, unamuona wapi? Kwa sababu ukiangalia ukifanikisha kufanya ngoma au kufanya collaboration na wasanii wote A-list wakubwa, basi unahitajika utoke hapa uangalie sehemu zingine. Wewe unamuona wapi Mbosso, na labda maoni yako kwa step ulioifanya, japokuwa sio wasanii wote ambao wanaweza kufanya hivyo. Sasa hivi tunasubiri pia collaboration la Harmonize na Alikiba lijaye kutokea, unaona bana. Diamond na Alikiba lijaye kutokea. Kwa hiyo ni msanii pekee tu Mbosso ambao amefanikisha hivyo. Sijajua kama kuna mwingine utaniweka sawa. Wewe kwako unaichukuliaje hii? Kwanza Mbosso nimpongeze, ni bahati. Unajua wakati mwingine kama ulivyozungumza ni A-list artist. Umeelewa? Wamefanya nao track. Ni kitu ambacho lazima uwe proud nacho. So kila msanii anaweza kufanya hivyo. So wewe umezungumza hapa tuje kushuhudia collab ya Harmonize na Alikiba au Rayvanny na Alikiba. Ipo wale nao tayari ipo. Alikiba na Diamond pia ipo. You understand? Kwa hiyo kwa yeye Mbosso ina faida sana. Kusema namuona wapi, of course Mbosso ni msanii ambaye tayari yuko somewhere. Yaani yuko pale. Simenelewa, lakini kitu kimoja ambacho ni ukweli ambao ni mchungu lazima tuzungumze pia. Yes. Mbosso amefanikiwa sana kuteka Tanzania, Kenya, sema Afrika Mashariki muziki wake. Yaani kwa sasa hivi nikisema mmoja wa wasanii ambao wanafanya vizuri sana East Africa, Mbosso yuko pale. Yaani uandishi wake, hata fan base ambayo amejitengenezea. Mbosso ana die hard fans kabisa ambao wanaelewa nini anachokiimba. Lakini ukiniambia mimi namuona wapi Mbosso, inatakiwa pia na yeye sasa aanze kuchange. Unaelewa? Nakuelewa. Of course sio lazima sana, lakini inatakiwa ile hivi. Unajua kwenye kompa fulani au utafiti. Kuna muziki fulani hivi ambao Mbosso anauimba mapenzi na nini kusifia sana. Mara nyingi tukiona unaishia East Africa. Zina hit sana, nyimbo zinaenda vizuri sana, lakini ukiangalia fan base wanaozipenda hizo nyimbo ni East Africa. Show utapata tu Nakuru, utaenda Nairobi, Mombasa, Kampala, Uganda sana utazunguka tu hii East Africa, then utatulia. Of course sio mbaya hata kuwa na territory ambayo unaimiliki East Africa, kuwa na of course unazungumzia soko lenye watu zaidi ya milioni 100. Ni soko kubwa, lakini ili pia uendeleze kutanua mabawa yako na kuweza ku make money katika maeneo tofauti, pia lazima uimbaji pia uendelee kubadilika. Napenda sana Mbosso akichange. Of course kwanza Mbosso akibadilika pia wewe unampenda sana. Kuna mapiano zake ambazo amezitoa hapa katikati na South Africa, kusema kweli zinafanyaga vizuri sana. Utanikumbusha. Umeelewa? Hata kuna nyimbo zingine ambazo pia huwa anachanganya Kiswahili na Kiingereza. Ni msanii ambaye hata kichanganya unaona kabisa ina kitu inaenda. Kwa hiyo ni kupush, ni kuwekeza pesa. Bahati nzuri sana wanapata pesa wasanii sasa hivi. Ukiniambia kwamba hapati itakuwa ni uongo. Kwa hiyo ni kuwekeza tu pesa, na kama unavyozungumza na ama watu ilivyo sasa hivi, ni swala la kuweka pesa tu bana. Nataka collab labda na video wapi zitokee hizo, yani si umeelewa? Ambacho kinaambia mimi namshauri Mbosso sasa hivi itokee Mbosso featuring Burna Boy. Si unanielewa? Mbosso featuring Wizkid. Si umeelewa? Bana tia mzigo Wiz, tunafanyaje? Bana tumechoka mapenzi. Yaani nataka maibu yake ndio imba si muziki gani ule. Huo amweke Wizkid. Yaani sasa kutokana kila ambacho tayari amekiaminisha Bongo amekipenda, atatu sasa na watu soko la watu wengine. Si umeelewa? Hivi unajisikia siku unaamka tu bwana, kesho Mbosso ana ngoma na Chris Brown. Hiyo inakuwa crazy sana. Unexpected, yani huwezi kuexpect, lakini ndio inakuja kutokea sasa. Hivi can you imagine Mbosso atakuwa wapi East Africa? Watu watakuwa na treat watu, show ambazo atazipata pia. You understand? Kwa hiyo pia ukiniambia na mbona wapi avuke pia sasa. Wasanii wa Bongo ashafanya nao wote, kwa hiyo yes, aende huko kimataifa zaidi apanue wigo wake. Basi hamna noma, mimi nimekusoma na I think mashabiki pia ambao wanakusikiliza sasa hivi kupitia 96 na Bongo Plus watakuwa wameelewa kwamba ngoma za Mbosso tumeimbiwa sana, za mapenzi tumeimbiwa sana. Na kwa bahati nzuri kama nilivyozungumza ameshakamilisha kufanya ngoma na majiant wote, kashamaliza kwa sure. Kwa hiyo tunaangalia mbele sasa, si ndio? Sasa hamna noma, I think itamfikia pia atajirekebisha kwa
kwa kidogo ambacho tumetoa, au sio? Sio kujirekebisha, aongezee ndio kujirekebisha huko, ndio aongezee tu yani. Sio fanya vizuri of course. Kwa hiyo ni swala la kuongezea kinachokifanya kifike keki kubwa zaidi. Basi hamna noma, tukutane tena next time. Hii ni Recap na Bongo Plus TV, naitwa Sex Linky. Mimi naitwa Rizky Bwana Libya Kitengo, nilikuwa na Victor V Galaxy 96 amount. Asante kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.